Bwana, mambo vipi? Leo nakupeleka mpaka mitaa ya Soweto, Afrika Kusini, kwenye moja ya filamu zilizowahi kushinda tuzo ya Oscar na kuacha alama kubwa duniani. Hii inaitwa Toxic, ambayo imetoka 2005. Hili ni jina linalomaanisha muhuni au jambazi kwa lugha ya mtaani ya Sauzi. Hii ni stori ya ujambazi wa kawaida sana. Ni simulizi inayohusu kijana katili asiyejua maana ya tabasamu, ambaye maisha yake yanabadilika ghafla baada ya kukutana na kiumbe kisicho na hatia. Kama unaipenda stori hii ya kiuni zenye, basi tuende sawa mwanzo mpaka mwisho. Bwana, jina langu naitwa Chad na hii ni Chad the Storyteller, mnyama OG, the best presenter in town. Bwana, Toxic akiwa na genge lake kwenye treni ya abiria wakifanya tukio la uwizi na mauaji ya kikatili kwa kutumia sindano na kisu. Stori yetu inaanza kwa kumtambulisha kijana mmoja wa miaka 19 ambaye anaitwa Toxic. Toxic hana jina jingine na wala akumbuki alikotoka au kutokana na maisha yake magumu ya utotoni yaliyomfanya atoroke nyumbani. Yeye ni kiongozi wa genge dogo la wauni mtaani Soweto, likijumuisha washikaji zake watatu, yani Butcher, Up pamoja na Boston, ambaye ana chembechembe za ubinadamu. Bwana, genge hili linaishi kwa kupola. Siku hiyo wanaingia kwenye treni ya abiria, na hapo Butcher anatumia mbinu ya siri kumchoma kisu mzee mmoja na kumuua kimya kimya, huku wanamfuta mifuko na kuiba pesa zake zote. Baadaye wanarudi geto kusherekea, lakini Boston anaanza kuhoji ukatili wao na kumuuliza Toxic, hivi ni wewe una moyo wa kibinadamu kweli? Una jina la kweli? Una mke au mtu unayemjali? Swali hili linamkasirisha sana Toxic. Anampiga Boston vibaya sana hadi kumwacha anavuja damu, kisha anakimbia usiku huo huo akiwa na hasira kali. Bwana, Toxic akiwa kwenye mvua kubwa anafika eneo la matajiri, yani watu wakishua, na akiona gari la kifahari limepaki pale. Mwanamke anashuka kufungua geti. Toxic anamvamia, anampiga risasi, anateka gari na kuondoka kwa kasi sana. Ghafla anasikia sauti ya mtoto nyuma ya gari. Bwana, Toxic anakimbia usiku huo kukiwa na mvua kubwa, hasira zikimfanya atake kufanya tukio kubwa zaidi ili kuthibitisha ukatili wake. Anavuka mipaka ya ghetto na kuingia eneo la matajiri. Hapo anaona gari la kifahari likikaribia kuingia kwenye jumba moja. Mwanamke mmoja anashuka kufungua geti ili aweze kuingia kwenye hiyo nyumba, lakini Toxic hataki kupoteza muda. Anamvamia yule mwanamke, anampiga risasi ya tumbo, anaingia kwenye usukani na kuliondoa lile gari kwa kasi ya ajabu. Akiwa anatembea kwa kasi kuelekea kusikoonekana, ghafla anasikia sauti ya ajabu kwenye nyuma ya gari, kulia kwa mtoto mchanga. Toxic anashuka, anapiga breki ya ghafla, anaangalia kiti cha nyuma na kukuta mtoto wa miezi mitatu amewekwa kwenye kapu. Hapa ndipo akili ya Toxic inapovurugika. Badala ya kuliacha gari na kukimbia au kumtupa yule mtoto, anachukua lile kapu la mtoto, analifunga vizuri na kurudi nalo geto kwake. Bwana, muuni Toxic anajikuta amekuwa baba wa siri. Anamficha yule mtoto ndani ya sanduku la nguo chumbani kwake ili washikaji zake wasijue. Anajaribu kumlisha maziwa ya kopo, ni mtoto anaendelea kulia. Bwana, Toxic anaanza kupata kumbukumbu za utotoni, jinsi mama yake alivyokuwa anaumwa saratani na baba yake alivyokuwa mkatili, jambo lililomfanya akimbie nyumbani na kuishi kwenye mabomba ya maji. Hapo anajiapiza kuwa hatamfanyia mtoto huyu ukatili aliyofanyiwa na baba yake. Bwana, Toxic anafanya maamuzi mengine ya kiuni. Anamvizia mwanamke mmoja mtaani anaitwa Miriam, ambaye ana duka la ushonaji na ana mtoto mchanga. Toxic anaingia ndani kwake, anatoa bunduki na kumwambia aweze kumnyonyesha yule mtoto, lakini Miriam anashtuka na kuogopa, lakini anafanya hivyo. Baada ya siku 2, Miriam anagundua kuwa Toxic amtaki mtoto huyo kwa ubaya, bali ana upendo fulani wa siri uliomfanya amlinde Miriam na amwambie Toxic.
huwezi kumfanya mtoto huyu kuwa siri yako milele, anahitaji wazazi wake. Bwana, wakati huo vyombo vya habari tunaona nchini Afrika Kusini vinaripoti kila saa kuhusu mtoto huyo aliyetekwa, na baba wa huyo mtoto ambaye amepooza miguu anaonekana kwenye TV akiomba arudishiwe mwanaye. Washikaji wa Tox wanagundua siri ile na kumshawishi waende kuvamia lile jumba la tajiri ili kuiba pesa zake, na kwani wanajua wazazi wako kwenye taharuki. Wakiwa ndani ya lile jumba, Butcher anataka kumuua baba wa yule mtoto aliyekuwa kwenye kiti cha magurudumu, na hapa ndipo utu wa Tox unaporudi rasmi ili kumlinda mzazi wa mtoto. Tox anageuka na kumpiga risasi ya kichwa mshikaji wake Butcher na kumuua hapo hapo, anamvuta up na kukimbia nao. Bwana, siku inayofuata Tox anafanya maamuzi magumu zaidi maishani mwake. Anamvalisha mtoto nguo safi, anamchukua Miriam na kumwaga na kuelekea moja kwa moja hadi kwenye jumba la wazazi wa mtoto asubuhi na mapema ili kumrudisha. Bwana, mwisho wa hii movie inaumiza na kufundisha sana. Tox anasimama mbele ya geti la polisi, wanakuja kwa kasi na kumzingira wakiwa na silaha nzito zilizolenga kichwa chake. Baba wa mtoto anamwambia bosi wa polisi, usiue, anataka tu kumrudisha mtoto. Tox anamtazama yule mtoto kwa mara ya mwisho, anamkabidhi kwa wazazi wake kwa upole, na kwa mara ya kwanza maishani mwake machozi yanamtoka. Ananyosha mikono yake juu kukubali kufungwa, lakini nafsi yake ikiwa imepata amani baada ya kuokoa maisha ya kiumbe hicho.